tutapokuwa makini sana kuzingatia tunu hii ya taifa, wengi wamezungumza na sote tunajua kwamba amani ndio kila kitu. Amani ndio maendeleo, amani ndio utulivu, amani ndio kila kitu. Amani ikiharibika hata ndani ya nyumba ya mtu, basi inakuwa tayari hali si shwari. Sasa sikwambii pawe na mtindikio wa amani katika shehia fulani, haipendezi hata kidogo. Kwa hiyo tunaomba wananchi, hapa tulipo, tunakokwenda na tutakoendelea, tuendeleze amani na utulivu katika nchi yetu, katika shehia zetu, katika wilaya yetu, katika mkoa wetu, katika taifa letu. Amani ndiyo maendeleo. Viongozi wetu wa kitaifa wanaomba ridhaa tena kuendelea. Sisi wanaotuomba tunajua kazi zao walizozifanya, lazima tukubaliane kabisa, hakuna soziona. Lakini kazi hizi kwa nini wamefanikiwa? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, hawa wamefanikiwa. Jambo kubwa, siri ya mafanikio ni amani ndani ya nchi yetu. Tumekaa kipindi cha miaka 5 kwa utulivu wa hali ya juu. Wamepata nafasi kubwa ya kuleta maendeleo na sisi tumeyaona. Kwa hiyo tutapoendeleza hii amani, tunaamini hapa tulipofika tutaendelea mbele zaidi, tutasonga mbele kwa kasi sana. Kwa hiyo hatuna budi kuunga mkono kwa nguvu zetu zote. Sisi sote raia wema ndio wasimamizi wa amani. Askari wetu au vyombo vyetu kwa ujumla vya ulinzi na usalama, kazi yao ndogo sana. Wale watu wachache ambao wao hawataki, wanataka lazima, na wengi huo ukweli wanatumika, kwa sababu wewe haiwezekani Mzanzibari au Mtanzania huna pa kwenda, pengine nchi yako ndo hii alafu uichafue. Hiyo mimi siamini kama utakuwa uko vizuri, utakuwa una mashaka fulani. Kwa hiyo sasa hivi vyombo wao kazi yao ndogo sana. Wewe mwananchi ambaye unapenda amani, kazi yako kuwaonyesha tu yule mwenzetu yule pale hataki amani, basi anaweza akafahamishwa au akachukuliwa akapelekwa pahala vizuri akafahamishwa. Hakuna sofahamu, hakuna sofahamu. Lakini mimi binafsi yangu sipendi limtokee mtu jambo kama hilo wakati huyo mtu ana akili timamu. Naamini sote kifamilia, wakubwa na wadogo. Kijana hapa kaja kutoa ujumbe wa vijana, anasema vijana wanatumika sana. Ni kweli, wanakuwa na mihemko hiyo kupitia wakati mwingine ndo haya mambo madogo madogo. Kuna vijipesa fulani mtu yeye maslahi yake yeye kuona wengine wanaumia, anampa kijana pesa, kafanye hivi kafanye lile. Hatuko sawa. Kijana usikubali kutumika. Nashukuru kijana mwenzenu au vijana mnajua hilo. Kwa hiyo mimi siamini kijana mzalendo wa nchi hii anajielewa, anajitambua, atakubali kutumika. Yuko ndani ya chombo, ndani ya jahazi, kisha anatoboa ili jahazi lijae maji lizame. Sasa wewe unaenda wapi? Na wewe ni nchi yako hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi, ujumbe wetu, ndugu wananchi, wana Bonanza, wananchi mliofika hapa, ujumbe wetu tunasisitizana, sisi hasa ndio askari wa amani. Sisi tuliokuja hapa na tusofika hapa, tuko majumbani, ndo wale raia wema, ndio askari na ndo walinzi wa amani yetu. Amani inalindwa na wananchi wenyewe, amani inalindwa na wazalendo wa nchi. Kwa hiyo kila mmoja tuchukue dhamana hiyo ya kwamba wewe ndio mlinzi wa amani. Kwa hiyo ukiona viashiria na dalili, toa taarifa haraka.
tupo makini, tutamshughulikia mwenzetu, tutamshughulikia vizuri tu na kumwelimisha. Mewa na usemi wangu wakati mwingine, unajua katika darasa walimu wanajitahidi. Siku hizi nashukuru walimu wanajitahidi mpaka darasa linaweza kupata division 1 wote au division 2. Lakini hata hivyo kuna point zinapishana. Lakini kuna madarasa mengine kunakuwa wa kwanza mpaka wa tiro wa mwisho kabisa. Sasa yule wa mwisho yule anatakiwa kitu cha ziada, kufahamishwa kwa ziada. Sasa watakuwa wenzetu wachache hao ambao wao wanahitaji tuition ya kufahamu amani na utulivu, tutawapa tuition. Tuna walimu wazuri tu, tutawapa tuition. Tuambieni tu huyu mzito kidogo kufahamu, tutawapa tuition.